Mimi jukumu langu kwa ajili ya Watanzania ni kuhakikisha ninawavusha Watanzania, ili kusudi hata nikienda huko mbinguni siku moja Mungu atakaponihitaji akanichague kwamba wewe ulikuwa kiongozi mzuri. Unaweza ukawaongoza hata malaika polepole. Inawezekana kuelewa ni kugumu na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka. Ni Jumatano ya Machi 17 mwaka 2021. Shughuli za kawaida zinaendelea sehemu mbalimbali huku wananchi wakiwa na amani tele, ila haikuwa hivyo kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Timu ya madaktari bingwa na bobezi pamoja na kuta za hospitali iliyopewa jina la Emilio Mzena, mkuu wa kwanza wa usalama wa taifa DGIS, Emilio Mzena Memorial Hospital, zilikuwa bize sana. Ilikuwa ni siku ngumu kwenye historia ya Tanzania, wakati huo Commander in Chief ama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli akipigania uhai wake. Daktari wa Rais Peter Kisenge na wenzake wakaongezewa nguvu na Profesa Janabi pamoja na Profesa Marcelo kuhakikisha afya ya JPM iweze kutengemaa. Ila hali ilipozidi kuwa mbaya ndipo simu ziliita kwa vicheche watatu wafike hospitali hapo haraka. Simu ya kwanza kwa 4-star General, mkuu wa majeshi ambaye alikuwa mwenyekiti wa ulinzi na usalama, General Venance Salvatore Mabeo. Simu ya pili kwa DGIS ama Spy Chief Commissioner Diwan Othman Msuya aliyechukua kijiti cha kicheche mwingine Modestus Kipilimba. Halafu simu ya tatu ikaenda kwa Inspector General of Police IGP Simon Nyakoro Siro, msomi kutoka Tosa Maganga na kijana wa Butiama kwa Mwalimu. Safu ikawa imekamilika ya wanaume watatu kutoka mihimili mitatu ya nchi ipo Mzena Hospital, na vyuma vyao vipo nje vimepaki, vipo rada na ulinzi ni wa hali ya juu sana. Ndipo JPM akiwa kwenye bonde la umauti anaamuru CDF amtoe pale hospitali, ila ilikuwa nje ya mamlaka yake. Anamsihi mzee atulie, daktari wanapambana. Baadaye ndipo JPM anagiza aletwe paroko wake na Cardinal Pengo. JPM alishasema hawezi kupona, hivyo alitaka viongozi wa kiroho wawepo kumsindikiza kwenye safari yake. Kufa tutakufa tu. Unaweza ukafa kwa malaria, ukafa kwa kansa, ukafa kwa magonjwa mengine, kwa sababu kufa. Ndipo inalizwa simu ya upepo na vyuma vinawashwa kutoka Mzena kumfuata Padri Alista Makubi wa parokia Mtakatifu Petro na Mwadhama Polycarp Cardinal Pengo. Vyuma na king'ora juu kuwaleta viongozi wa kiroho kwa matakwa ya rais. Walipofika hospitali walimsalia, kisha wakampatia sakramenti ya ugonjwa. Hii hutolewa kwa mgonjwa ambaye kupona kwake ni mtihani. Kisha hayati JPM akapumzika. Ndipo saa 12 jioni Mwanachato anaiaga dunia. Majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Tunataka Tanzania yenye neema ya watu hasa maskini wafaidi matunda ya Tanzania. Tumechoka kuambiwa nchi fulani imeendelea. Chato ilitoa, Jamhuri katumia, na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Rest in peace JPM, Mkatoliki safi, mwana mapinduzi, jiwe kweli kweli. Imeandikwa na Farhan Kiam, mkulima kutoka Morogoro, na hii ni sauti ya Yohana Kipula, mtoto wa taifa. Umetuacha imara, Tanzania salama.